السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وادي قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kwa hakika darasa ya leo ilikuwa ni darasa ya muhimu sana, na ilikuwa ni darasa kubwa sana yenye faida. Darasa hili inafanywa kwa siku moja, lakini kazi yake na natija yake na faida yake inakuwa ni siku zote katika maisha yote. Hii ni katika siku hii inakuwa kama kuchaji zile nyoyo zataka zichajiwe, na shakuwa na zimejaa takaziwe na power bank pia, nyoyo pia zatakana pia. Yani power bank ni kuandika, ni kurekodi, ni kusikiza, ili wakati ile chaji kipungua umeandika kwenye karatasi ama umerekodi kwenye simu upate kusikiza. Na haya ndio maisha ya binadamu. Ule mmoja alisema almar'atu nisfu almujtama, mwanamke ni nusu ya mkusanyiko, ni nusu ya maisha ya binadamu. Mwingine akasema la, almar'atu almujtama kullu, mwanamke ndio mkusanyiko wote, si nusu. Yani mwanamke ndiyo ulimwengu, mwanamke ndiyo dini, mwanamke ndiyo maisha, mwanamke ndiyo furaha, mwanamke ndiyo raha, mwanamke ndiyo siha, mwanamke ndiyo afya, na mambo yote yanaendeshwa na mwanamke. Ndio siku zote tunasema ule mfano unaosema waraa kulli rajulin adhimin imra'atun adhima, nyuma ya kila mtu mkubwa kuna mwanamke mkubwa. Kila ukisikia mtu ni mkubwa, basi ujue kuna mwanamke mkubwa ambaye anaweza kumuendesha yule mwanamume. Waraa kulli rajulin adhimin imra'atun adhima. Wanawake ndio maisha ya binadamu, kwa sababu nyinyi ndio mnaozaa, na nyinyi ndio mnaoolewa, na nyinyi ndio mna majukumu makubwa sana. Ndio yule mmoja akasema wa idhan nisaa nashana fi ummiyatin radha ar-rijalu khumulatan wa jahala. Yani mwanamke kama hakusoma, basi watoto na wale wanaume atakuzaliwa watakuwa wamesea kabisa, wamesinyaa na wamekuwa wajinga. Mwanamke almar'atu, mwanamke almadrasatul ula, mwanamke ndio madrasa ya kwanza. Chuo cha kwanza cha mwanamume ni mwanamke. Al-ummu madrasatun idha a'adataha a'adata shaban tayyibal araqi. Yani mwanamke ni madrasa. Ukimwandaa vizuri, basi umeandaa watu wengi wenye mashina mingi. Nyinyi hamujithamini, lakini Mwenyezi Mungu awathamini, mtume awathamini, mujtama awathamini. Nyinyi mnatambulikana na Mwenyezi Mungu na mtume na Uislamu. Utaona mtume amesema innaman nisau shaqaiqur rijal, kwa wanawake ni ndugu zao wanaume kwa baba na mama. Nyinyi ni ndugu zetu, badala ya kuwa ni wake zetu na kuna watoto, lakini mnahiswa kwa nyinyi ni ndugu. Na kila wakati nyinyi ni watu wa pepo tu. Mwanamke akatote uko katika pepo tu. Kwa sababu gani mwanamke awe katika pepo? Akiwa mdogo, manaala jariyataini hata tudrika dakhaltul jannata wa hiya kahataini. Mtume asema mwenye kuwalelea wanawake wawili
watoto wa kike wawili, wewe ukapata watoto wa kike wawili licha 12, wawili tu, ukawalea vizuri mpaka wakabalighi, ukawasomesha, ukawafundisha dini, ukawapeleka majumbani kwao, basi wewe Mtume akwambia utaingia peponi pamoja na yeye, kama mfano hizi akashiria ya vidole viwili. Nyinyi mamama mnataka kuingia peponi ama mutaki? Mnataka hamutaki? Basi waleeni watoto wenu kwa dini. Tena si pepo tu, unaingia ubavu kwa Mtume, yani Mtume uko hapa na wewe uko hapa, ni raha ile hiyo, ni furaha ile hiyo, uingie peponi. Wewe ukiingia katika mkutano na rais tujasikia vipi? Ukipanda gari ya rais tutasikia vipi wewe? Ukila na rais tutasikia vipi? Ukimsalimia rais tutasikia vipi? Je, uingie na Mtume bega kwa bega? Hapo umekuwa mdogo wewe. Na ukiwa mkubwa huwa uko katika vita, upata thawabu. Jihadul mar'ati husnu tabaud. Pale unapoolewa huwa uko katika jihadi wewe, na unapata thawabu kila leo unalolifanya. Vile unavokaa ndio unavopata. Hata wewe ile tabaul, mama na tabaul maana ni kukaa na mume wako vizuri. Vile ukijipamba, ukapaka mapoda na marangi ni thawabu yale. Ukamwandalia mke wako ni thawabu. Ukamwandalia mume wako ni thawabu. Hata ukastarehe, ile starehe unayoona ni starehe pia nini? Thawabu. Wa fi budhi ahdikum sadaqa. Yani Mtume asema hata yule mwanamume na mwanamke akilala kitandani ni sadaka. Masahaba kamba sallallahu ayallahu wahduna shahwatahu thumma yakuna alayhi ajru. Mtu amaliza zile shahawa zake, amaliza ile maskadi yake kisha pata thawabu. Mtume akamwambia muonaje leo akiweka katika haramu atapata madhambi hawapati? Basi akiweka katika halali atapata thawabu. Akimlea mume wake ni thawabu, akilea ile nyumba yake ni thawabu, akilea watoto wake ni thawabu. Mwanamke ndio mama, na ndio mama ndio mwenye daraja kubwa, kama hadithi maarufu ya Mtume. Mtume alipoulizwa mana haqu nasi bisuhbati, yani nani ambaye kwamba amestahiki zaidi kwangu mimi? Mtume akamwambia sahaba ummuk. Sahaba akamwambia kisha nani? Akamwambia ummuk. Sahaba akamwambia kisha ummuk. Yani akawa mama ana daraja 3 kushinda mwanamume. Kisha Mtume wa 4 sema thumma abuka. Kwa hivyo nyinyi wanawake yataka mjitambue, nyinyi ndio number 1, nyinyi ndio number 2, ndio nyinyi number 3. Na Uislamu uliookoa, na Uislamu ukawapenda. Angalia katika ajabu ya wanawake katika Qur'ani mzima, kuna suratul Rijal, lakini kuna nini? Kuna suratu Nisa. Yani kuna sura special ya wanawake tu, lakini sisi hatukubahatika kupata suratul Rijal. Tena na katika bahati nyingine mlionayo, kuna aya za wahusu nyinyi tu, sisi hazituhusu. Kila yenye dhamiri ya kike ya mwanamke, wewe haikuhusu. Na ukijihusisha basi utakuwa kama wao, na kama fala tahdhana bil qawli, na ukafanya khudhu katika neno utakuwa kama wao. Na hasa kuna aya za wanawake peke yao, lakini aya za wanaume na wao pia huingia. Kila ukiona ya ayyuhalladhina amanu, basi na wanawake pia wamo hapo hapo. Lakini ikianzao sisi hatuingii katika mafungu yao, sisi hatuingii, lakini wao huingia katika mafungu yetu. Na katika wema mkubwa Uislamu uliofanya, ikamfanya mwanamume lidhakari mithlu hadhil unthain. Mwanamume ana mara 2 kushinda mwanamke, lakini ukizingatia ile fungu la mwanamume lote huenda kwa mwanamke. Mfano, baba amekufa, wewe una ndugu yako wa kiume, wewe mwanamke na mwanamume. Mwanamume amepata milioni 2, wewe unapata milioni 1. Mimi nimeonewa. Kumbe hujui hizo milioni 2 zitakuja kwako, kwa sababu hiyo milioni yako utaiweka kipochini na sandukuni. Huyu mwanamume ile milioni 2 ndio atakulelea wewe, ndio atakusomesha wewe, ndio atakupa chakula wewe. Bali hata kikitaka kukuoa atatoa katika hizi milioni 2 akupe wewe. Je, umepata nyingi kupata? Yako ni yako na yake ni yake. Na ile ndio kutopa mafundisho. Wewe mwanamke ukifanya kazi, zile pesa ni zako, si za mume wako. So unamfanya kazi mume wako, kule kumpa ni ihsani na maelewano.
Mwanamke ni mtu ambaye ni kiumbe mwenye kuongoza mujtamaa, na Mwenyezi Mungu amempa ujuzi, amempa akili. Kwingine hana akili, kwingine na akili. Na vile hana akili, amemshinda mwenye akili. Wajua mara nyingine mtu ambao kwamba asokuwa na akili hushindwa na asokuwa na akili. Kuna mtu mmoja mwandazimu alimchukua mtoto mdogo akapanda kwenye mnara wa msikiti. Alipofika juu akasema, yoyote atakaye kupanda huyu mtoto nitamwangusha mimi, nitamrusha mpaka chini. Atakaye kunipandia juu, kwa hivyo mkitaka usalama wenu mubakie chini nyinyi. Atakaye kupanda nitamwangusha mtoto. Watu wakamrai, kwa sani yako? Akamwambia siwezi, nitamrusha tu mimi, sina hili wala lile. Lakini akaja mtu ambaye kwamba sio na akili, akamwambia wewe bwana, mteremshe mtoto. Akamwambia siwezi. Yule akatukua msimeno, akamwambia muona unu msimeno, nitaukata unu mnara chini, nikiukata basi utaanguka wewe na mtoto. Yule akamwambia basi nitamteremsha, nitamteremsha. Sasa swala liko msumeno kata mbao kata ukata mnara. Kwani ni mnara wa simu? Mnara simu utakata, kimnara simiti. Lakini akatumia ujinga ndo akamweza. Kwa wanawake wamesifiwa na Mtume, wakasema mara aitu aghlaba lidhilubin minkunna, yani sijaona mwenye kumshinda mwenye akili kama nyinyi wanawake. Katika ajabu ya wanawake huwashinda wanaume wenye akili. Swala, ikiwa mwanamume huna akili utakuwaje? Mwanamume mwenye akili, mwanamume hata akawa nani, hata akasomea paka kapindukia, hata akasoma paka kafika mbinguni, lakini mbele ya mke wake ni yale maji aliyotoa katika mtungi. Makini hata utasema huyu siye, labda huyu sio leo unapiga makelele, huyu sio yule mkali, sio yule spidi, sio yule jaji, sio yule askari, sio yule. Kwa sababu ya nini? Mara aitu aghlaba lidhilubi minkuna, sijaona mwenye kumshinda mwenye akili kama nyinyi. Maana mwanamke ajua mbinu zako zote. Mwanamke kama nilivyosema juzi kule, akifurahi yuwakuweza na akikasirika pia yuwakuweza. Ukiingia nyumbani ukimwona mwanamke ana furaha na wewe utafurahi, basi mume wangu nule simu utamnudia. Ukiingia nyumbani mume wako amekasirika, mke wako amekasirika, wewe utamzaa, mke wangu na nini wewe, mbona umekasirika? Si wewe utakunituza, utakunipa zawadi, hata kanini nitakasimu. Umeona? Alipofurahi umempa simu, na alipokasirika ndivyo sivyo? Kweli maana mwanamke ndo anajua. Mwanamke siku yote anasema ndo remote. Remote yetu sisi wanaume ni nyinyi. Ukishakushika remote, kabisa nyinyi ndo remote nyinyi. Wajua ukiangalia TV kama ni ile Azam nini, ukiwa na remote basi unabadilisha channel. Ukitaka habari utapata mzuri pale, utakujua vita, utakujua mpira. Mwanamke kama remote anaweza kufanya wewe kacheza disco bila kutaka. Bora amue tu na ushehe wako na walimu wako, utacheza shehe. Na utacheza bila kujitambua wewe. Baada ya kucheza kumbe mimi leo nilicheza. Hii yote ni power ambao Mwenyezi Mungu ambaye, na lazima iwe hivyo kwa sababu nyinyi madhaifu. Lazima muwe hivyo, mtushinde kwa sababu nyinyi madhaifu. Ule udhaifu wenu ndio watushinda sisi wenye nguvu. Na lazima zitu ziwe positive na negative. Zote haziwezi kwa network moja. Lazima moja yaingia, moja yatoka. Moja ina nguvu, moja hata ile spark utaona kuna waya mbili. Moja inapeka moto, moja inapunguza kidogo. Na haiwezi kwa kawaile moto mpaka ziko zote mbili. Sasa katika masuala makubwa ambao masuala ya mwanamke, pale anapokuja mwanamume, muulizeni dini yake, muulizeni tabia yake. Na kuna jambo lingine ambalo haliko katika sharia, lakini sasa linataka liweko katika sharia. Mwanamke na mwanamume wakitaka kuoana, wende wakapimbe.
Sasa hakuaminiki tena, wakapime maradhi haya yaloingia tena uende pamoja, kwa sababu waweza kumwozesha mtoto wako, kumbe mwanamume ana ukimwi, kumbe mwanamke. Kwa hivyo kapime, walisema mtoto wangu sahaba. Kuna sahaba huyo. Mtoto wangu hatoki, hajaiona nje, kumbe wewe ndio hujaiona nje, wewe na kitambo kushinda wewe. Humwezi bwana mtoto wako, waweza njama zako aweza kutila mwanamume pale pale nyumbani. Kwani hujaona mama na mtoto na watoto wameketi, kila mtu ashika simu, mwenyewe mwanamke mwenyewe kuna mume wake pale makini, na wewe uko pale pale humwangalia, huwatarahum yanzuruna ilaykum la yubsirun. Leta una habari mwenyewe kuna mume pale makini, wafanya nini? Anachezea, tunacheza game. Kweli game nalo lile. Hilo ndo kitu muhimu. Kisha hata kama fundisho ya dini, kabla hujaozesha mtoto wako, kama ni baba, kama ni mama, mtoto wako mpe naswaha, mpe mauidha. Kama hujui kusoma, mpelekee mwalimu. Lakini mwanamke, mpelekee mwanamke mwenzake amsomeshe, sio mpelekee ustadhi. Ustadhi, nimekuletea mwanangu umfundishe adhabu za kuoa, kama amemuoa yeye. Na wale ustadhi wafanye janja, wajua haya hataki mbele za watu, hata kaje ofisini peke yake, ajua wakati kazi shakwisha, makaanze kazi mpya yeye pale. Sivyo. Mwanamke mpeleke kwa mwanamke, na mwanamume akitakuoa mpelekee ustadhi. Bwana ustadhi, mwanangu atakuoa, hebu mpe naswaha ajue kukaa na mume wake. Na kitu muhimu ni kuwapa subra, kama alivyoambiwa, uwape subra na hofu na haya. Yani mtoto wako wa kike umuhusiwe na subra na mume wake. Wanaume ni hawa na wanawake ni nyinyi. Maana siku hizi watu ni .com. Siku hizi kuna nini? .com, na kuna reserve, na kuna tie spare pia wako. Wenyewe wanaka kwambia lazima uweke tie spare, sababu ile gari ile size kupata pancha ukahuwezi kutembea, itabidi tie spare fanya nini? Yani kuna mwanamume ambaye kwamba ni spare. Siku zote nataka ujue kuna mume na mwanamume, kuna mke na mwanamke. Sasa sijui wataka ipi, wataka mume au mwanamume, wataka mke au mwanamke? Yani kuna mume aliokuoa na kuna mwanamume ambaye kwamba hakukuoa, kuna mke aliolewa, kuna mwanamke ambaye kwamba hakuolewa. Na hawa wanawake wako sampuli tatu. Kuna mwanamke, mwanampe, mwanamuogope, wako watatu. Mefahamu? Mwanamke, mwanampe, mwanamuogope. Kuna mwingine mwanamke anakusikiza yule unamwambia. Mwanamke bimaana mwanamke, bimaana mke wako hoyo huko. Lakini kuna wengine mwanampe ataka kupewa tu, akufanya kama ni TM. Kila saa nipe hivi nipe. Ukiingia ukitoka nataka hichi, nataka kile, wako sampuli namna hiyo. Kuna mwingine mwanamuogope, ataka umuogope. Unajua kuna wanawake wengine wanajifanya mashujaa, tena mkali anakutoa kifua. Fanya adabu yako mume wangu. Jamaa. Anakutisha. Anapakatasa, andika talaka hapa, andika. Na maskini ufana yeye, utakuaje? Ukiandika talaka utakufa hapo hapo. Sikutaki, sikupendi. Anakuweka sharuti, sikupi paka unipe. Sikupi paka unipe. Na utafanya nini? Baada ya kushatoa mahari anakuzia tena nyumbani, hata vitaiweza bala hizo. Yule mmoja alikuwa na mume wake anakorofishana mpaka akachoka yule mwanamke. Siku hiyo mume wake amechelewa kutoka kazini. Akampigia simu yule mwanamke. Wewe mume wangu, mbona umechelewa kutoka kazini? Kaambia, bwana mfanyaje? Ilikuwa nimeingia benki hapa. Niko hapa benki. Basi baadhi yule mwanamke kwa mkali, alikuwa baridi kama barafu. Akamwambia, mume wangu kupendaye, ruhi wa galbi, my heart. Leo ataka chakula gani nikupikie leo? Mwanzo kwa mkali, najua mkwenda kwa hoyo mwingine, hunipendi mkorofi wewe, lakini alipomwambia niko benki, wako wapi? Benki.
ruhi wa galbi wa hayati wa mamati zote kamba roho yangu, moyo wangu, uhai wangu, kufa kwangu ni Israeli. Hanaambia leo ataka chakula gani leo kupikie, wataka chicken chips ama chips chicken. Unajua kuna mbili, chicken chips na chips chicken, tofauti hizi rasi. Chicken chips make kuku ni mwingi, chips chicken make chips ni nyingi. Ataka nini katika ataka chips nyingi ama kuku mwingi? Ule mwanamume nataka hivi. Basi mume wangu hapo benki niletee na mimi kama 100,000 imetokea na dharura. Dharura? Nimetokea na dharura. Ule mwanamume akamwambia, samahani mke wangu, niko benki ya kutoa damu, sio benki ya kutoa hela. Basi yule mwanamke alipokasirika akambia, kwa hisani yako mume wangu, mwambie daktari akutoe damu yote ufela mbali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.